Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Iran imesema haijapanga tarehe ya mazungumzo mapya na Marekani. Naibu waziri wa mambo ya nje wa Iran Said Khatibzadeh amesema hadi sasa hakuna tarehe yoyote iliyowekwa ya kufanyika duru ya pili ya mazungumzo kati ya Iran na Marekani yanayoongozwa na Pakistan. Pakistan inaendelea na juhudi za kupanga namna ya kuwakutanisha tena wa Marekani na wa Iran ili waweze kusitisha mapigano moja kwa moja. Wakati huu wana wiki mbili tu ambazo zitaisha mnamo siku ya Jumatano ya wiki ijayo, lakini mpaka sasa hakuna siku iliyowekwa kwa ajili ya mazungumzo. Rais wa Marekani Donald Trump alisema kwamba huenda katika wikendi hii, kwa maana ya Jumamosi na Jumapili, kungefanyika mazungumzo hayo, lakini mpaka leo Jumapili hakukuwa na mazungumzo yoyote ambayo yalitangazwa kufanyika huko Pakistan katika mji wa Islamabad. Hii inathibitisha kutokuwepo kwa mawasiliano mazuri kati ya Marekani na Iran na mpatanishi Pakistan. Khatibzadeh amesema tarehe hiyo itapatikana pale watakapofikia makubaliano ya pamoja katika mgogoro huo. Ameyasema hayo pembezoni mwa mkutano wa kila mwaka wa kidiplomasia uliofanyika Antalya nchini Uturuki. Hadi tutakapokubaliana kuhusu misingi ya mazungumzo, hatuwezi kuwa na tarehe ya mazungumzo. Tulikuwa tumepiga hatua, lakini mkakati wa upande ule mwingine, kwa maana upande wa Marekani, wa kutaka kupata kila kitu kwa kuichukua Iran kuwa nchi tofauti zinapohusika sheria za kimataifa, na hilo ndilo lililotuzuia kufikia makubaliano. Lazima niwe wazi kabisa kwamba Iran haitakubali kutupwa nje ya misingi ya sheria za kimataifa. Chochote tunachokikubali tutakifanya ndani ya misingi ya sheria za kimataifa, anasema naibu waziri huyo bwana Khatibzadeh. Naibu waziri huyo wa mambo ya nje wa Iran amesema pande zote mbili zinajaribu kukamilisha mfumo wa makubaliano ya pamoja kabla ya kuendelea na majadiliano yoyote. Mkuu wa jeshi la Pakistan Jenerali Asim Munir na waziri mkuu wa taifa hilo Shehbaz Sharif wamekamilisha ziara tofauti zilizolenga kusitisha kikamilifu vita hivyo, lakini hadi wakati huu bado hakuna dalili za kufanyika kwa mazungumzo hayo, kutokana na kwamba kila upande umekuwa na mipango, lakini mpango mkubwa ambao unatazamwa sasa ni mlango wa bahari wa Hormuz. Iran ilitangaza kufungua mlango wa bahari wa Hormuz, lakini imesema kwamba ni Marekani iliyosababisha kufungwa kwa mlango wa bahari wa Hormuz. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi ndiye alionyesha mtazamo tofauti, akielezea matumaini kuhusu mazungumzo, na alisema dirisha jipya limefunguka kwa ajili ya kufikia makubaliano, huku akisema katika kongamano la Umoja wa Mataifa la unyang'anyi silaha baada ya kuongoza ujumbe wa Iran katika mazungumzo yaliyofanyika Geneva. Alisema tuna matumaini kwamba mazungumzo yataleta suluhisho endelevu na ambalo linaweza kutosheleza maslahi ya pande husika na kanda nzima. Wakati huo huo, kama ilivyoonyeshwa wakati wa shambulizi la tarehe 13 Juni mwaka 2025, Iran iliendelea kuwa tayari kikamilifu kujilinda dhidi ya tishio au kitendo chochote cha uchokozi. Matokeo ya shambulio lolote dhidi ya Iran hayataishia mipakani mwake, alisema Abbas Araghchi. Hii ikidhihirisha kwamba sasa wao wamejipanga kwa namna yoyote kwamba endapo mazungumzo hayo yatashindikana, basi kitakachofuata ni mapambano makali kati ya Jamhuri hiyo ya Kiislamu ya Iran dhidi ya Marekani na Israel. Mtazamaji wa The World News, Iran ilitangaza kufungua mlango wa bahari wa Hormuz mnamo siku ya Ijumaa. Ni baada ya Israel kukubali kuacha kuishambulia Lebanon, na hii ndio sababu ya kufunguliwa kwa mlango huo, lakini ilikuja kufunga baada ya serikali ya Marekani kusema kwamba haitaondoa kizuizi chake katika eneo hilo la mlango wa bahari wa Hormuz. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News.